Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu. Mungu akubariki unavyoendelea kufuatilia mfululizo wa somo hili, ijue siri ya imani kupitia aina za imani zilizoandikwa kwenye Biblia. Na andiko letu la msingi linaendelea kutuongoza ni Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 na ule mstari wa 9, inenayo na kusema, wakishika siri ya imani katika dhamiri safi. Andiko hilo ndio linalotuongoza kwa sababu limetuonyesha kuna kitu inaitwa siri ya imani. Na katika mfululizo ule tumepitia, na leo twende kwenye mfululizo wa 3 wa somo hili. Sehemu ya kwanza ulisikia juu ya imani haba. Sehemu ya pili ukasikia juu ya imani kubwa, na leo nakuletea imani dhaifu. Warumi 4:17 hadi 22. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu, mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili yapate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Mstari wa 19, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Kwa hivyo Ibrahimu akapata mtoto. Ule mstari wa 19 Biblia inasema yeye asiyekuwa dhaifu wa imani. Hapo ndipo tunapopata aina nyingine ya imani dhaifu. Siri gani tunapata juu ya imani tunaposoma habari hii ya Ibrahimu, ya kwamba hakuwa dhaifu wa imani? Siri ni hii hapa, kwamba Mungu anaweza kukutendea baraka hata kama huna sifa wala vigezo vya kibinadamu. Mungu anaweza kukutendea baraka hata kama huna sifa wala vigezo vya kibinadamu. Ule mstari wa 19 tumeosoma, ambao unatupatia picha ya imani dhaifu, kwamba yeye Ibrahim hakuwa dhaifu katika imani. Na ule mstari wa 22 unatuambia kwamba tayari Ibrahim alitafakari, alifikiri juu ya hali yake ya mwili wake, na Biblia inasema kwa uhakika ulikuwa ni mwili uliokwisha kufa. Sio kifo cha kimwili, lakini ni kifo cha habari ya kuzaa. Kwa kuwa yeye alikuwa ameshafikisha miaka 100, lakini zaidi sana mke wake alikuwa ana umri wa miaka 90, mke wake akiitwa Sara. Na miaka 90 kwa mwanamke ni wazi ya kwamba vigezo na sifa vya kupata mtoto vinakuwa vimeshakoma. Kwa desturi za kawaida za mwanamke, miaka 90 hawezi tena kupata ujauzito. Na Biblia inasema ndugu anaitwa Ibrahim alifikiri juu ya hali hiyo. Oh my God, my God. Inawezekana na wewe unafikiri kwa habari ya hali yako. Umeshapoteza sifa na vigezo. Uwezo wako wa kuajirika umeshapotea tayari. Uwezo wako wa kuoa ama kuolewa umeshapotea. Unaona umri umekwenda. Unatafakari, unajiona huna tena sifa na vigezo vya kukompiti, vya kushindana na wenye sifa na vigezo ambao wao katika wakati wao, katika umri wao. Lakini sikiliza nikwambie, Mungu ananiambia moja kati ya ushindi wa mwanadamu juu ya kupoteza sifa na vigezo ni pale anapoamua kuachana na kuwa na imani dhaifu, kama Ibrahim ambavyo alivyotazama. Yeye aliona kwamba Mungu aweza kufanya yale yasiyowezekana, tena akatarajia yasiyoweza kutarajiwa. Je, moyo wako ukoje? Ninakushawishi na nakutia hime na nguvu na ushawishi ya kwamba sasa anza kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, maana Mungu anaweza kufanya kilichoonekana kutoka kwenye kitu kisichoonekana. Ni wakati wako wa imani yako kuimarika sasa na kurudi tena katika mfumo wa ushindi, maana Bwana atakutendea kwa hakika.
Siri ya pili katika habari hii ya imani ni kwamba badala ya kuzingatia vigezo na sifa vya kibinadamu, focus kwenye ahadi ya Mungu. Ikiwa kama kuna ahadi ya Mungu juu ya maisha yako, ondoa macho yako kwenye sifa na vigezo vya kibinadamu. Peleka macho yako kwenye ahadi ya Mungu. Mungu alichokuahidi hatanii wala hana utani. Neno lake halina utani ndani yake. Yeye ni mwaminifu, akisema anatenda. Ni wakati wa wewe kuinua macho yako, kuyaondoa katika sifa na vigezo vya kibinadamu. Uelekeze sasa macho yako kwenye ahadi ya Mungu. Biblia inasema ule mstari wa 20, lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu na kuuliza swali, unaona nini? Hapa anasema alitafakari juu ya hali yake ya kufa, lakini akiiona ahadi ya Mungu. Kuna kutafakari na kuona. Hakuna anayekuzuia kutafakari juu ya hali yako, kwa sababu ni hali yako unaiona na inajulikana na ni wazi na ni kweli na ndio reality. Lakini unaona nini? Hapa si macho ya kibinadamu, hapa si macho ya vigezo, ni macho ya kuona ahadi ya Mungu katika ulimwengu wa roho. Ibrahimu alitafakari hali yake ya kufa, hawezi kuzaa na mkewe, lakini ndani ya moyo wake akaiona ahadi. Unaona nini katika Bwana? Wewe macho yako yanatazama nini? Je, unaiona ile ahadi ya kwamba Mungu anakwenda kuyatimiza? Je, una hakika kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya yale ambayo ameahidi? Ikiwa kama unaona hivyo, hiyo ndio imani isiyokuwa dhaifu. Lakini ikiwa kwamba uko unazingatia sana mambo ambayo ni mambo ya kibinadamu, ikiwa kama unazingatia tu sifa zako na vigezo vyako ambavyo vimekwisha kufa, vimekwisha kupoteza muda wake, ujue una imani dhaifu. Lakini yeye mwenye imani isiyokuwa dhaifu haangalii sifa na vigezo vilivyomalizika na kufa, anatazama ahadi ya Mungu. Sikiliza nikwambia, ni ahadi ya Mungu kila mtu apate kuolewa. Hiyo sio tu kwako wewe, ni kwa wote. Ni general promise ya Mungu katika Biblia ya kwamba mwanaume ataacha wazazi wake, atamfuata mkewe, naye watakuwa mwili mmoja. That is the promise of God. It is eternal, it is general. Ni kila mwanadamu ambaye amezaliwa, Mungu aweza kumpatia mke, isipokuwa tu kama amekufanya kuwa toashi. Lakini ikiwa kama hajakufanya kuwa toashi, utapata. Kama amekufanya kuwa toashi, hautakuwa unahangaika na haya, hutasikia mihemko wala chochote kile. Lakini kama umeshawahi kuwa na mahusiano, kama umeshawahi kuwa na mihemko, uwe na uhakika Mungu ahadi yake ipo kwako. Kwa nini usione haya nao kwambia? Uyatazame na kwa umevunjika moyo na kuvunjika moyo. Nataka utazame tena kwamba Mungu ana uwezo wa kuondoa huo umasikini, wa kufuta hayo madeni, kwa kuwa ndivyo alivyoahidi ya kwamba ikiwa utasikia na kutii neno lake, Biblia inasema wazi, wewe utakuwa kichwa na sio mkia, utakopesha hautakopeshwa, na utakuwa tajiri si masikini. Ni ahadi ya Mungu katika maisha yako. Kwa nini usijitamkie ile iliyokuwa positive, ukisema kwa kuwa Mungu aliahidi lazima itatimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai? Sikiliza nikwambia, ninaona na mimi nataka uone, ile kazi yako imekuja sasa, ile ndoa yako imekuja sasa, ule mtaji wako umekuja sasa, yale maisha yako mapya yamekuja sasa, ile gari yako imekuja sasa, nyumba yako imekuja sasa, kupendwa kwako kumekuja sasa. Ni wakati wa Mungu kukutendea muujiza. Inawezekana umeshawahi kuambiwa maneno haya mara kadhaa na umejikuta umegaramika kwa sababu ya haya maneno, lakini nachokwambia kwamba Mungu huwa hapotezi neno lake hata moja. Isaya ile 55 kuanzia mstari wa 11 inasema wazi, neno lake linapokuja ni kama mvua, lazima inyeshe na ioteshe, haitarudi bure wala kumrudia yeye bure, lakini itatenda lile ambalo imeagizwa ikatende, na furaha ya moyo wa mwanadamu itapatikana. Ninakuona ukipata tena furaha, ninakutabiria katika jina la Yesu Kristo, ile haja ya moyo wako Mungu amekwisha kuitenda, na ahadi ya Mungu juu ya maisha yako inakwenda kutimia sasa katika jina la Yesu. Pokea na kila unachokihitaji Mungu akutendee katika maisha yako katika jina la Yesu. Wokovu uko katika maisha yako, uponyaji upo katika maisha yako. Bwana ameuachilia, nami ninauruhusu sasa ukupate sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neema ya Mungu ikubariki,
na ikufanyie uzima kwa mamlaka jina la Yesu.